Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi naitwa Sheikh Tamimu Kibwana Kidulango. Nimezaliwa katika kijiji cha Nyachiro Morogoro, na katika pale baba yangu alikuwa anaitwa Kibwana binti Kungule, mama yangu alikuwa anaitwa Zalia binti Omari, katika kijiji cha Nyachiro Kingamvi. Na nilipozaliwa nimezaliwa katika mwaka 1958. Hivi sasa nishakuwa mtu mzima sasa, mwaka 1958. Na katika mwaka 58 baada ya kuzaliwa wazee wangu wakanilea, lakini nilipokuwa kijana mdogo nikawa kazi yangu ya kwanza kabisa katika maisha ya kule kijijini ilikuwa mimi nilikuwa nachunga mbuzi sana, mchunga mbuzi rasmi katika kule kijijini. Baada ya kuchunga mbuzi kisha nikaanza kuingia shule ya msingi Nyachiro katika mwaka 1974. Mwaka 74 ndio nikaingia shule ya msingi nikasoma. Baada ya kusoma pale kisha naendelea kusoma mpaka nikaendelezwa na masomo ya Qur'an. Huko nakwenda shule, alafu nyakati za jioni kule kwetu kulikuwa hakuna tuition ya shule. Tulikuwa nasoma nyakati za jioni shule ya msingi Nyachiro, halafu nyakati za jioni nakuja kusoma Qur'ani. Na katika kusoma kwa Qur'ani kulikuwa na mashehe ambao katika usomaji wangu, msomi wangu wa kwanza alinisomesha ni Sheikh Ali bin Hamisi Lusazi. Sheikh Ali Hamisi Lusazi baada ya kunisomesha, baadaye nikamaliza shule ya msingi. Kumaliza shule ya msingi nikasafirishwa kwenda Zanzibar, Dar es Salaam. Dar es Salaam nikaenda kusoma katika masomo ya dini. Katika kule nikaenda kusoma kwa shekhe mmoja anaitwa Sheikh Rafii. Sheikh Rafii akanisomesha, na mashehe walionisomesha kiasi ambacho ni mashehe 10. Mashehe walisomesha mimi katika masuala ya dini ni mashehe 10, na wote hao alhamdulillah nimpata faida kwao, na katika faida zao ndio zikanifikisha mpaka hapa nilipo. Lakini nitaelezea kuhusu jinsi nilipopata uongozi. Kabla ya kupata uongozi ni kwamba masomo niliyosoma kwa mashehe, shehe wa kwanza nimesema ni Sheikh Ali bin Hamisi Lusazi, na shekhe wa pili alinisomesha ni Sheikh Sulemani Mugana, na shekhe wa tatu ni Sheikh Alawi Salum, na shekhe wa nne ni Sheikh Uthman Bakari, na shekhe wa tano Sheikh Jilani Thenei. Sheikh Thenei mtoto wake wa kuzaa mwenyewe, Sheikh Thenei wa Zanzibar. Huyo Sheikh Thenei Jilani Thenei akanisomesha, Sheikh wa tano huyo. Sheikh wa sita alikuwa ni Sheikh Rafii Mkina, na Sheikh wa saba ni Sheikh Said Dhikri. Sheikh wa nane ni Sheikh Alawi, Sheikh Alhadi Omari. Sheikh Alhadi Omari ambaye ni baba yake Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walidi. Sheikh Walidi baba yake mzazi ambaye ni Sheikh wangu wa nane katika kunisomesha. Halafu Sheikh mwingine alinisomesha ni Sheikh Lamia Kibwana. Sheikh Lamia Kibwana, na Sheikh wa 10 ni Sheikh Umari Muhibu. Hawa ndio masheikh ambao wamenisomesha, na kila sheikh amenisomesha elimu yake tofauti na mwenzake, na wengine wakaniendeleza nilipoachia. Na sheikh baada ya kuonekana kwamba mimi nimefikia hatua ya kuweza kuoa, inabidi nioe. Baada ya kuoa ikabidi nikapewa darasa za kuweza kusomesha. Sasa inabidi sasa nirudi kule Dar es Salaam nije Morogoro. Na hapa Morogoro ambao walionirudisha ni kwamba huyu marehemu Sheikh Sultani Sadala ambaye tulimzika mwaka huu, yeye baada ya kufiwa na mkewe, ikabidi marehemu sasa baba yake Sheikh Isa Sadala akaniambia, wewe sasa ni Dar es Salaam, basi uje usomeshe darasa Morogoro, kwa sababu mpaka hivi sasa haiwezekani sasa kuishi na Dar es Salaam, inabidi wewe uishi Morogoro kwa ajili ya kuendesha mambo masuala ya dini Morogoro. Basi mimi nikaanza darasa langu pale Mafiga, na katika kusomea darasa la Mafiga pale, baadaye kisha ndo kazi zangu toka zamani nasomesha mpaka nikafikia hatua ilipofikia mwaka 1999 ikabidi mashekhe Sheikh Isa
pamoja na Sheikh Muhammad bin Nasr al-Qadiria. Hapo walikaa mwanzoni, walikaa. Baada ya kukaa ikawa Sheikh Isa amefariki. Sheikh Isa alipofariki akaacha wasia kwa Sheikh Muhammad bin Nasr al-Qadiria kwamba mimi nitakapoondoka, basi Sheikh Muhammad utakuwa wewe ndio utaangalia watoto zangu kwa hapa Morogoro. Basi baada ya pale alipofariki Sheikh Isa, Sheikh Muhammad bin Nasr al-Qadiria akampa uongozi Sheikh Sultan Saadala. Sheikh Sultan Saadala akatuongoza katika tarika. Baadaye Sheikh Muhammad bin Nasr al-Qadiria akaamua kwamba yeye mwenyewe kama alivyompanga Sheikh Sultani, akamtengua kisha akanipa nafasi mimi Sheikh Muhammad bin Nasr al-Qadiria. Ilikuwa ni mwaka Sheikh Sultani akatuongoza miaka 10 kuanzia mwaka 1989 ambapo alipofariki baba yake Sheikh Isa mpaka mwaka 1999 ndio akatuongoza Sheikh Sultani. Halafu kuanzia mwaka 1900 mpaka 1999 mpaka kuendelea mpaka hivi sasa, ndiko nikapewa nafasi mimi nikawa Sheikh Isa baada ya kumwacha Sheikh Muhammad bin Nasr wasia ule. Maana Sheikh Isa hakunipa uongozi yeye, ambaye Sheikh Isa aliacha wasia kwa Sheikh Muhammad bin Nasr al-Qadiria. Sheikh Muhammad ndio akanipa uongozi mimi kwamba wewe sasa utakuwa ni shekhe wa kuongoza tarika. Lakini kabla ya hapo, hapa katikati tulikuwa na semina nyingi hapa katika msikiti mkubwa wa Jabari Hila. Mimi huku nasomesha madarasi, halafu tulikuwa na semina ya wageni kutoka Pemba, wengine kutoka Mombasa. Kulikuwa na semina kubwa sana ambazo za kusomesha, kuangalia walimu wote waliosomesha katika mkoa wetu Morogoro hapa. Baada ya hapo tukapewa mitihani ile ikabidi tukafaulu. Mimi mmoja wapo nikawa walikuwa wakitaka watu 3 katika kufanya mitihani ile tukafaulu. Mimi nikafaulu mmoja wapo, na wa pili akawa nafasi akafaulu Sheikh mmoja amefariki, Sheikh Muhammad bin Cairo, na mwingine alikuwa ni Sheikh Ayubu. Hawa wamechaguliwa kwamba sisi na mimi pamoja tunaingia katika mfululizo mzima wa kuweza kuendesha tarika katika masuala yote yanayohusu katika masuala ya dini. Mimi jinsi niangalia masomo yale, basi nikayapenda zaidi, nikazidi kupata faida zaidi, kwa sababu kwanza tulikuwa tukifundisha masomo ya sheria kuhusu kuendesha masuala ya ndoa na talaka pamoja na mirathi. Katika masomo haya mimi nimeyasoma vizuri sana katika jinsi ya kusomesha vizuri sana, na tunapokuwa imefika kesi ambayo ya kuweza kuhukumu kesi ambazo zinazohusu kuhusu masuala ya ndoa na talaka, basi tunaitwa sisi. Tukiitwa sisi watu 3, basi katika watatu tunagawana kazi. Mmoja anaangalia jinsi ya yale masuala, je, kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu anasemaje kuhusu kesi ile, na mwingine anaangalia, je, katika kuhusu masuala haya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na hukumuje katika kesi hizi, na mwanachuoni mwingine anaangalia jinsi wanachuoni mashehe walikuwa wakihukumu namna gani kuhusu kesi hizi. Basi tuna kesi moja tunaifafanua kwa wakati mmoja, ikija kesi nyingine basi tunabadilishana. Alikuwa amefafanua katika upande wa Qur'an, anakuja kwenye hadithi, na mwenye hadithi anakuja kwenye Qur'an, na mwenye kwenye Qur'an anakuja katika masuala ya wanachuoni. Kwa hiyo mimi katika maisha yangu yote ni kazi yangu ni hiyo ya kusomesha, na mpaka sasa hivi sina kazi yote zaidi ya kusomesha. Lakini mimi sijitokezi kwa watu kujifaharisha, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwa fala tuzaku anfusakum, msijifaharishe katika kujitakasa nafsi zenu, kujifanya ubora kuliko wenzako. Kwa hiyo mimi nasomesha hali ya kuwa kujitegemea, na mpaka sasa hivi nimezeheka, lakini kazi yangu kubwa zaidi ni kusomesha tu. Na ukiangalia katika mfululizo mzima ambao mpaka wazee wakakaa wakanipa nafasi hii ya kuongoza tarika, ni kwamba nao vile katika upande wa wazee wa tarika walinipa mitihani mingi, kunidadisi zaidi na kunionyesha katika mitihani ambayo iliwapata wao na kwa mitihani iliyopata waliopita. Basi mpaka wakanieleza katika historia, mpaka tarika hii nikawauliza imetokea wapi, nikawauliza, wakaniambia tarika hii imetokea Somalia, ikaja Zanzibar, na Zanzibar moja kwa moja kule akaja shekhe mmoja hapa, shekhe wetu mkubwa ambayo anaitwa Sheikh Thani bin Juma radhiyallahu anhu.
alipokuja kafikia Morogoro hapa mjini, halafu akaenda kukaa Mgoma. Sasa kutokana na historia yao nikabidi mimi nikaanza kuwauliza, je, Sheikh Fenei alikuja mwaka gani, mpaka siku ngapi, na mpaka nafikia mimi huku, maana hii ni kazi kubwa sana, hawa mabwana wakubwa wamekuwa kwaje? Wakaniambia Sheikh Fenei radhiallahu anhu kabla hajaja Sheikh Fenei Morogoro, kwanza alimtanguliza mtangulizi wake na Sheikh Mbaruku. Sheikh Mbaruku alikuja Morogoro katika mwaka 1935, mwaka 35, wakati bado sijazaliwa. Mwaka 35 akaja Sheikh Mbaruku. Halafu mwaka 1940, mwaka 1940 ndipo alikuja Sheikh Fenei radhiallahu anhu. Mwaka 40 ndio amekuja Sheikh Fenei. Sheikh Fenei aliongoza tarika Morogoro kuanzia mwaka 1940 hiyo mpaka mwaka 1956. Mwaka 56 halafu ndio amefariki Sheikh Fenei radhiallahu anhu. Kwa hiyo 56 alipofariki Sheikh Fenei, halafu Sheikh Fenei aliongoza tarika hiyo miaka 16, maana Sheikh Fenei kuanzia kipindi hicho mpaka kipindi alipofikia, mpaka alifika kaongoza tarika Sheikh Fenei miaka 16. Baada ya hapo Sheikh Fenei alipofariki 1956 hiyo, nafasi yake ilichukuliwa na Sheikh Ismail bin Ruhumba. Sheikh Ismail bin Ruhumba akaongoza tarika kwa miaka 17, yeye miaka 17. Mwaka 1956 mpaka mwaka 1972 Sheikh Ismail akafariki. Sheikh Ismail alifariki mwaka 1972. Baada ya hapo Sheikh Ismail alipofariki, nafasi yake ikachukuliwa na Sheikh Isa. Hapa kulikuwa na utata kidogo, kulikuwa na utata kwamba Sheikh Isa akapewa silesile, lakini baada ya kupewa silesile akawa baadhi ya viongozi wengine wakamchagua shekhe wetu mwingine, akataja Sheikh Ramadhani Simba. Sheikh Ramadhani Simba na Sheikh Isa waliongoza wakati moja kwa sababu ya utashi wa baadhi ya watu na baadhi ya uongozi, lakini silesile ambayo Sheikh Isa alipewa, na katika sio miongoni mwa silesile hiyo katika maandishi mimi nimeiona, kwa sababu Sheikh mimi ndio nilikuwa mfuasi wa Sheikh Isa, nikaiona hiyo maandishi yapo kwamba yeye ndio aliachiwa nafasi na Sheikh Ismaili, na Sheikh Ramadhani Simba radhiallahu anhu, yeye alikuwa ni kiongozi ambaye ni kiongozi bora kutokana nini, yeye alikuwa na uwezo wa kifedha na alikuwa ni bwana shamba kule Kimamba. Sasa baadhi ya watu wakaona Sheikh Isa kwa sababu ni maskini hana pesa, wakaona bora wamwache wamchague yule kiongozi ambaye alikuwa na pesa. Kwa hiyo moja kwa moja akawa ni kiongozi thabiti kwa kweli. Sheikh Ismaili alikuwa ni mtu mwema sana, alikuwa hapendelee mtu yote, lakini alipofariki ndio ikapatikana mifarakano hiyo. Sasa katika mifarakano hiyo, lakini bado kila mmoja alikuwa, mifarakano yao ilikuwa sio ya ugomvi, kila mmoja akiongoza twarika kama vile walivyoachiwa na viongozi wao vile vile. Sheikh Isa akaongoza twarika miaka 17 vile vile, kuanzia mwaka 1972 alipofariki Sheikh Ismail, mwaka 1989 akafariki na Sheikh Isa. Baada ya hapo Sheikh Isa alipofariki, ndio kama nilivyosema mwanzo kwamba Sheikh Muhammad bin Nasr Qadiria, kwa sababu Sheikh Isa aliacha wasia kwamba nitakapoondoka basi watoto zangu watawashika wewe, basi Sheikh Muhammad akamchagua Sheikh Sultani. Sheikh Sultani akatuongoza miaka 10. Baada ya miaka 10 Sheikh Muhammad kabla hajafariki, kwa matashi au katika maamuzi yake, ndio akanichagua mimi kuwa mimi ndio nitaongoza katika twarika, lakini kwa kuonekana mimi ni kwa mchanga katika twarika, sijajua vizuri katika masuala hayo, akaniwekea niwe kwamba yeye na wasaidizi wangu akaniwekea Sheikh Nuhu Juma wa Kipera, ambaye ndio badala ya mimi, alafu akawa ni yeye. Baada ya hapo akamchagua bwana mmoja anaitwa Sheikh Ali Mustafa Bojo, ambaye mwenzetu ameshafariki, lakini Sheikh Nuhu mwenzangu bado yuko hai, tuko hai na mimi hivi sasa. Kwa hiyo kuongoza kwetu twarika, Mwenyezi Mungu anatuongoza mpaka sasa hivi tuko hapa. Lakini mimi baada ya hapo nikachaguliwa tena katika kuwa muhadhiri katika sehemu za media, kwa kuonekana kwamba ninafaa katika kuweza kuongoza dini. Kwa hiyo mpaka sasa hivi
Mimi ni kiongozi wa Tarikatul Qadiria katika mkoa wa Morogoro, katika kanda hii. Mimi ni shekhe wa kanda katika upande wa Qadiria, na kuwa ni Qadiria si Qadiria tu, katika sehemu zote mimi mawaidha nakwenda kutoa mawaidha. Kwa upande wa tarika zingine kama vile Askalia, mimi na kwenda kufanya mawaidha. Kuna shekhe wetu bwana, mashehe wengi wa Askalia mimi nashirikiana nao, na viongozi wengi mashekhe wa Bakwata ni wenzangu hasa, hususan shekhe wa mkoa, shekhe wa wilaya, hawa ni wenzangu kabisa, na katika shughuli zetu tunashirikiana na mimi niko pamoja nao. Na vile vile hata hii silsila yangu nilionayo ni shekhe wa mkoa wa Morogoro anayefahamu nayo silsila, kwa sababu sisi kwa upande wetu wa tarika unapewa silsila. Kitu silsila maana yake unapewa badala fulani 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 mpaka unafikia wewe. Kwa hiyo silsila mimi nimepewa na ninayo, na wakati wote ninapotakiwa kuionyesha nitaonyesha kwamba mimi ni shekhe ambao niliothibiti katika masuala ya kupewa silsila nayo. Na jinsi ya mwongozo wa upande wa dini yetu sisi haitaki kuchagua katika binadamu, kumchagua mtu. Hata mtu hata kama hana dini sisi hatuwezi kumchagua mtu. Kama hana dini basi anakuja unamwonea huruma, anakuwa ni jambo lake unamsaidia, isipokuwa hatuendi katika imani tu, lakini katika mambo ya kiwanadamu sisi sote tunashirikiana na kila mambo yetu yote yanakwenda sawa sawa. Kwa hiyo mimi hivi sasa ninaishi hapa Kiguru Nyembe, lakini msikiti wangu ambao niliachiwa na Sheikh Muhammad bin Nasr nilipokabidhiwa uongozi ni msikiti wa Ngamia Morogoro Chamwino. Kwa hiyo pale Chamwino mimi ndio kiongozi ambao niliachiwa na Sheikh Muhammad bin Nasr Qadiria pale. Kwa hiyo na sehemu kama hizi ninazokaa hapa nakaa na yeye, Sheikh Muhammad akaniambia kwamba kaa, lakini kule lazima uwe na hapa uwe na msikiti wako vile vile. Na ndio sababu naonekana niko hapa Kiguru Nyembe, na niko hapa inshallah, niko na vijana, nimepata mitihani mingi na naipata misukosuko mingi, kuhangaishwa na viongozi wa serikali kwamba mimi kwa nini naongoza dini bila kibali, kwa nini naongoza dini bila kuwa na kitambulisho maalum. Lakini wanapokuwa hapa wananihoji, lakini wanakuta mimi sina matatizo yote, basi ndio sababu mpaka sasa hivi niko hapa. Kwa hiyo nawaomba Waislamu wenzangu wote ambao wanahitaji katika masuala ya si tarika tu, kwa upande wa dini tushirikiane, kwa sababu dini ya Mwenyezi Mungu Qur'an ni moja yetu hii, na katika masuala yetu ya hadithi za Mtume Muhammad ni zetu moja hizi, na katika masuala yetu ya hii kama nilivyokuwa mimi hapa ni shekhe wa kanda, lakini masuala yote ninayotumia katika masuala ya tarika ninatumia sana katika muhimili wangu mkubwa ni hadithi za Mtume Muhammad na aya za Qur'an. Na hata wanachuoni ambao nawategemea katika kutumia vitabu vyao kuendeshea dini, basi wote wanategemea katika maneno ya Mwenyezi Mungu pamoja na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wito wangu mimi kama ni shekhe wa kanda ya Morogoro, wito wangu mkubwa tupiganie sana 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 masuala ya amani. Amani katika nchi yetu ndio jambo la muhimu sana, kwa sababu tunapokuwa na amani hata ibada zetu hizi na katika kutangaza kuzungumza kama hivi tunazungumza kwa sababu katika salama na amani. Kama hakuna amani basi hata hapa msingeniona. Lakini sisi kubwa zaidi tutangaze amani. Waislamu na Wakristo na wasiokuwa na dini wote tushirikiane kuchunga amani. Amani ndio tunu kubwa sana katika nchi yetu, na vile vile tuombee dua sana viongozi wetu ambao na chama na serikali, ili kwa sababu hawa ndio wanotulinda sisi mpaka tunapata salama na amani katika nchi yetu. Tunapomwombea kiongozi wetu ambaye ni mama yetu Samia Suluhu Hassan, Mwenyezi Mungu amwie radhi, amtengenezee maisha mazuri, ampe mwongozo mzuri, ampe maisha marefu, atuongoze katika pale mpaka Mwenyezi Mungu atapomjalia uongozi wake umeshia pale, basi Mwenyezi Mungu amwezeshe. Na wale viongozi wenzake ambao wanamsaidia, tunamuomba Mwenyezi Mungu wawe wasaidizi ambao wenye moyo wa thabiti, wasiwe wasaidizi wanafiki, hapana. Wawe wasaidizi, wawe kama yeye anavyopenda nchi yake, basi nao viongozi wenzake wanaomsaidia waipende nchi yao kama vile tulivyoachiwa na waasisi wetu walioanza kutangulia kuongoza hii nchi yetu. Kwa hiyo tunapokuwa katika nchi yetu salama na amani, kila mtu anafanya jambo lake kwa salama na amani, basi ndio mambo yetu yanakuwa vizuri. Sasa sisi tuoka raia tunapokuwa tunaombea viongozi wetu, basi ndio tunapata thawabu mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu amani inakuwepo.
Lakini tunapokuwa tunakuwa na kurumbana, jambo la kurumbana si katika jambo jema. Mwenyezi Mungu atujalie tupate mafanikio mazuri. Naomba dua hii kwa sasa hivi, Mwenyezi Mungu awajalie viongozi wetu wawe waongoze kwa salama na amani, na Mwenyezi Mungu wale viongozi wetu wa dini, Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu wenye maslahi mazuri kabisa. Sheikh wetu Zuberi, Sheikh wetu wa taifa, Sheikh wetu wa taifa, Sheikh Zuberi, Mwenyezi Mungu Sheikh wetu, Mwenyezi Mungu akujalie kila kheri, akupe kila anayekufanya husuda, Mwenyezi Mungu aanze kumuumiza yeye. Kila mwenye kufanya husuda asifaulu isipokuwa aferi. Mwenyezi Mungu akujalie Sheikh wetu, Mwenyezi Mungu akujalie utuongoze, hata kama sisi watu wa tarika wengine hatufahamiki kwako, lakini inshallah Mwenyezi Mungu ajalie. Sisi tunakuombea kisiri siri, Mwenyezi Mungu akujalie kila kheri inshallah, pamoja na viongozi wote wa mikoa yote, mashekhe wa mikoa yote wa BAKWATA, pamoja na wa wilaya, pamoja na wakata, pamoja na wafuasi wao wote. Mwenyezi Mungu awajalie kila la kheri. Allahumma jamilna bil afiya was salama, Allahumma وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك السميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك مشتكى وبك مستعاذ وأنت مستعان ولك الرجاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أشرق نور الله وظهر كلام الله وثبت أمر الله ونفذ حكم الله وتوكلت على الله. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. تخصنت بخف لطف الله وبلطف صنع الله وبجميل ستر الله وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله داخل فينا في الله. واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأت من حول وقوته. اللهم استرنا واحفظنا في الدين والدنيا وأهلي ومالي وأصحابي وحبابي بسترك الذي سترت به ذاتك فلا يتراك. أحجبنا على الكرم الظالمين بقدرتك يا كريم رحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. نسأل الله الكريم جعلنا كل الخير يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.